Uongozi ni nguzo muhimu katika maendeleo ya jamii yoyote. Hata hivyo, katika sehemu nyingi za dunia, wanawake bado wanakutana na changamoto nyingi katika kujitokeza kugombea nafasi za uongozi. Iwe ni katika siasa, mashirika ya kijamii au biashara. Hii ni kutokana na vikwazo vya kijinsia, mitazamo ya kijamii na mazingira ya kiuchumi. Ingawa kuna mabadiliko pole pole, lakini bado kuna ulazima wa kuongeza juhudi katika kuhamasisha wanawake kujitokeza kushiriki katika nafasi za uongozi ili kufanikisha maendeleo endelevu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ungana nami katika makala hii ya wanawake na uongozi ili upate kujua, je, kuna faida gani wanawake kuwepo katika nafasi mbalimbali za uongozi? Kwa kusema kweli ni nyingi. Tukiangalia kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, lakini pia tunaye kiongozi wetu wa jimbo ambaye ni mwakilishi Bi Zawadi Amu. Lakini pia tukiangalia wa viongozi wetu wa tawi hapa Bi Salma, lakini mabalozi wengi ni wanawake, lakini mambo tunaona yanakwenda vizuri. Kwa kusema kweli tunashukuru katika sekta zote, mambo yote, ushirikiano yote haya tunayapata. Unaleta mabadiliko kwa kiasi kikubwa kwa sababu mama ni mama jamani. Mama mara nyingi anakuwa ni mtu mwenye huruma sana. Anaangalia sana watoto wake. Amekuwa akitugusa kwa mengi kwa kusema kweli. Hata kuja tukabadilishana mawazo, lakini tunapohitaji msaada wowote kwenye elimu na kusudia penye elimu, hapo basi anakuja na anatusaidia ili kupeleka gurudumu mbele. Lakini siku nyingine tunakutana naye, tunafutari naye pamoja. Zote hizo ni faraja kwetu sisi. Kuna utofauti mkubwa kwa kusema kweli. Ni viongozi wengine ilikuwa si rahisi kukutana nao hivi macho kwa macho, yani tukafutari pamoja, lakini kuja kwa Bi Zawadi mpaka kufutari pamoja tushafutari. Alhamdulillah, nashukuru. Swala kuwahamasisha wanafunzi, anawahamasisha kwa kiasi kikubwa kwa sababu yakitokea matokeo tu, yakitoka matokeo tu anakuja kwa wale waliofanya vizuri, basi anawaletea zawadi. Jambo hili linawafanya kila mtu apiganie, ajitahidi ili na yeye asije akakosa zawadi. Mtazamaji, moja ya faida ni uwezo wa kuleta mabadiliko katika jamii. Wanawake wanaposhika nafasi za uongozi wamekuwa na uwezo wa kubadilisha mifumo ya kijamii na kiutamaduni. Wanatoa mitazamo mipya na yenye manufaa kwa jamii, hasa katika masuala ya elimu, afya na haki za kijinsia. Uongozi wa wanawake ni kiashiria cha mabadiliko ya kijamii na ni hatua muhimu katika kuhakikisha jamii inakuwa sawa na salama. Juma Hamisi ni mkazi wa Makangale, ni mzaliwa wa Makangale, nimesoma Makangale, nimekuwa Makangale. Faida ipo. Kwanza najivunia kama mwanamke kuwa kiongozi. Kwa sababu na mimi najua naweza kama mama. Naweza sio kuwa kama mama niongoze nyumbani kwangu tu, hata jamii pia uweze kuiongoza jamii yako na ikuelewe. Sasa mimi najivunia sana. Tena nafurahi sana kwa kiongozi mwanamke. Kwanza pia nitoe tena neno hilo. Najivunia kwanza kwa jimbo letu kupata kiongozi mwanamke. Kwa hatujawahi wala hatujafikiria kupata kiongozi mwanamke. Lakini tulimshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia, kutuletea hidayah ya kiongozi wa kike ndani ya jimbo letu. Tumefarijika na tumefurahika. Kama wanawake pia twaweza, tukiwezeshwa twaweza, kina mama na kiongozi wetu tunakwenda naye bega kwa bega. Changamoto zote zinazotokea za kijamii tuko naye pamoja, tunazitatua tukiwa pamoja kwenye hali na mali. Kwanza tulipata taarifa. Lakini kwa shukuru baada ya kuja yake kubadilishana mawazo hapa na pale. Tulipata hospitali. Pia tumepata huduma za kielimu hapo, asaidia. Pia tunapata maneno yake mazuri na msaada mwingine tunaopata katika Wizara ya Afya hapo. Pia tumepata umeme, ilikuwa ni shida mitaani huko vijijini. Kubwa iliyokuwa imepita hapa ni laini kubwa, lakini sasa hizi tunashukuru vijiji vingi vimesambaa umeme
kwa ajili ya nguvu yake na matakwa yake mwenyewe, na anajua mwenyewe wapi kapata, wapi kafanya, hilo hatujui, lakini tunajua yeye ndio katutetea nini hizo. Pia maji, ilikuwa ni changamoto kubwa sana ya maji huko kwetu, lakini tunashukuru mama kaingia, kuingia nguvu ya mama, basi mambo yamekuwa mazuri. Mama anapokuwepo hapaharibiki kitu. Wanawake wameonyesha kuwa ni viongozi bora katika kusimamia rasilimali za kijamii, kiuchumi na mazingira. Uongozi wa wanawake mara nyingi unahusisha ushirikiano, mshikamano na umakini wa kutatua changamoto za kijamii kwa njia endelevu na bora. Mheshimiwa mwakilishi kwa kweli ajitahidi kwa upande wake kuangalia jamii, kwa sababu kuna kesi tukimweleza ni mwepesi wa kuzifuatilia. Asifuatilia kwa kweli, kwa shukuru, kwa sababu tulikuwa na tatizo letu la maji hapa. Kwa kweli tukamweleza akalifuatilia kwa kutosha, lakini kwa kweli changamoto nyingi zipo, lakini ndio asifuatilia na atekeleza kwa kweli, kwa shukuru. Kwa hiyo ajitahidi Mheshimiwa mwakilishi. Tofauti waliokuwapo mwanamume au wanaume wanaopita na yeye mwanamke sasa hivi, jitahidi kwa kweli. Wanawake wanaposhika nafasi za uongozi wanachangia kuwepo kwa mfumo wa utawala unaohusisha watu wote bila ya ubaguzi na kuleta usawa katika maamuzi ya kijamii na kisiasa. Tayari ilishathibitishwa. ZFDA walikiri kwamba mchele huu haufai hata kumpa yule kuku. Cha kushangaza hapa, wizara yako iliichukua sampuli hii ikaupeleka kwa mkemia mkuu. Mkemia akauchukua mchele huu akaupeleka Tanzania bara. Majibu aliyokuja, mchele huu ni stahiki kwa matumizi ya binadamu na wafaa kuliwa. Na mchele huu uliingia sokoni na ushamalizika. Hii nataka niulize swala langu. Hii tume ya kumlinda mtumiaji ilikuwepo wapi wakati mchele huu siku ya tarehe 19 mwezi wa 4 uliangamizwa na ZFDA kwa sababu mchele huu walisema sasa haufai, na tani zilizoteketezwa ni tani 50 tu. Namshukuru sana Dr. Hussein Mwinyi kwa kutujali wanawake na akaweza kutupa nafasi nyingi. Mfano, huyu mwakilishi wetu Bi Zawadi alikuwa na nafasi moja tu ya uwakilishi, lakini pia akachaguliwa kwa naibu waziri wa maji. Sasa tunashukuru, shida zetu nyingi amezidi kiwango cha kutusaidia. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hili. Mie nataka niwatoe wasiwasi akina mama wenzangu mtakao chukua nafasi hizi za uongozi. Msione kuwa kiongozi wa kike ni kujizalilisha. Mwanamke hawezi kujizalilisha popote, kwa sababu ni uaminifu wako wewe mwenyewe kama mwanamke. Ukishachukua uongozi, kuna msemo unaosema uko mitaani, yule ni muhuni, yule ni hivi. Sio hivyo kuwa kiongozi, kila kiongozi ni muhuni. Kama wewe ni ukhti, utabakia kwa kwenye ukhti wako. Wala usifikirie kuwa una mume utasaliti mume wako, bali unamjengea CV mzuri mume wako. Pale unapokuwa yule ni mke wa fulani, mke wa fulani kiongozi bwana. Kama mke anapowekewa heshima, basi na wewe mume utawekewa heshima. Kwa hiyo tusione kuwa wanawake tuna waume hatuwezi kuongoza. Tunaweza kuongoza na tukaweka heshima. Tumwangalieni mwakilishi wetu, ana mume wake, alikuwa ni ukhti tangu hapo zamani mpaka sasa hivi. Hamumuoni kwenda uchi, hamumuoni kuvua shungi lake, hamumuoni kufanya kitu chengine chochote kile cha ubadilifu ili kumkiuka mume wake, bali yuko pamoja na mume wake, wanafanya kila kitu na mume wake, wako pamoja, mashauri mazuri na mume wake. Bali yale ni matokeo tu wewe mwenyewe mwanamke jinsi utakapojiweka
ndivyo utakavyokaa. Ukijiona wa nini mume, basi utaonekana ni vile vile mume, isipokuwa we mwenyewe unatakikana ujiheshimu kwanza kama kiongozi. Kwa hivyo kuna baadhi ya wanawake, ni kweli wako ambao huwa wakishapata uongozi kwanza wanajizalilisha wao kama wao, na kama huwezi kujizalilisha wewe, huwezi ukamzalilisha mumeo ukamkataa kwa ajili ya uongozi. Kwanza ukumbuke, pengine Mwenyezi Mungu uongozi ule amekupa pengine kwa niaba ya mume wako ili mpate maisha pamoja kuongoza. Kwa hiyo mimi ninavyowaasihi wanawake wenzangu wasifanye tabia hiyo ya kuwazalilisha waume zao au kutoka nje ya ndoa zao, mfano kwa ajili ya kuwa yeye ni kiongozi ndio anajifananisha yeye kuwa ni kiongozi. Hawezi kuwa na mume aliyekuwa si kiongozi au si mfanya kazi ikawa hawe. Kwa hiyo akina mama wenzangu, hizo masuala hayo tuachane nayo na tusiyafanye. Na tunamwomba Mheshimiwa Rais aendelee na usiku huu wa kutupa nafasi nyingi wanawake, kwa sababu sisi wanawake ni mama, na mama nao wanaweza shida zetu tutazitatua kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mama wanashughulika. Mtazamaji, taasisi za elimu, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali vinapaswa kuandaa programu za elimu ya mafunzo kwa wanawake kuhusu uongozi, ushiriki wa kisiasa na haki za kijinsia. Hii itawawezesha wanawake kuwa na uelewa wa kutosha na kujiandaa vyema katika kushika nafasi za uongozi. Aidha, kuwapa wanawake uwezo wa kifedha, kuvunja vizuizi vya kijinsia, kuwajengea wanawake ujasiri. Wanawake wanahitaji kuhamasishwa na kupewa ushawishi wa kuwa na ujasiri wa kugombea nafasi za uongozi, kuhamasisha na kuonesha mifano ya wanawake waliovunja vikwazo na kufanikiwa katika nafasi za uongozi. Wa kuwa na ujasiri wa kugombea nafasi za uongozi, mashirika ya kijamii na serikali huweza kuanzisha programu za kuhamasisha sambamba na kuonesha mifano ya wanawake waliovunja vikwazo na kufanikiwa katika nafasi za uongozi. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu hii ya wanawake na uongozi. Ulikuwa nami mtayarishaji wako Fatma Suleiman, na hii ni Zenji Update Online TV.